Kwanza mafunzo ya kidini, kwanza watoto wetu tunataka tuwapeleke madrasa. Sababu mtoto ukimpeleka madrasa, akisoma dini akaielewa, anakuwa na hofu. Anakuwa na hofu zaidi kama anaweza kujiingiza kwenye misukosuko ya namna hiyo. Lakini mtoto ukimwacha tu haendi madrasa, kwa kweli ni mtihani mzito, kwa sababu sasa hivi vijana wetu wameharibika kwa kweli. Mimi nikipita njiani huwa nasikia uchungu. Watoto wa kiume sasa hivi ndio wameharibika sana. Wanasuka nywele. Watoto wa kiume wanavaa hereni. Kwa kweli inasikitisha. Kwa kweli inasikitisha. Lakini kama ukimpeleka mtoto katika madrasa, sidhani kama mtoto anaweza kasuka nywele mtoto wa kiume. Wala sidhani kama anaweza kavaa hereni mtoto wa kiume. Kwa hiyo inatakiwa watoto wetu tuwaingize katika madrasa wapate kusoma. Na hata wale wa upande wa pili na wenyewe vile vile watafute taratibu za kuwapeleka watoto wao katika makanisa na wenyewe wapate kujifunza na wenyewe wawe na maadili, si ndio? Maana dini zote zinafundisha maadili. Lakini kama tutaacha watoto hatuwaimizi hii madrasa wala misikitini wala makanisani, kwa kweli tutapata taifa ambalo silo, ndio ili la mchafuko. Sababu watoto wanakuwa wameshaharibika. Kwa kweli watoto, mavazi hasa watoto wa kimasaizi yanasikitisha. Mavazi, suruali zao zimeteremka, nywele wamesokota. Kwa kweli inasikitisha, inaumiza. Hasa kama wazazi, mimi nikipita barabara nikiona wale watoto nasikia uchungu, yani huwa nasikia na tumbo la uzazi linanikata. Kwa hiyo tumuombe Mwenyezi Mungu apate kutunusulia na watoto wetu wao wa kiume walioharibika sasa. Yani sasa hivi watoto walioharibika sana ni watoto wa kiume, sio wa kike. Zamani tulikuwa tunalia na watoto wa kike, sasa hivi tunalia na watoto wa kiume. Kwa kweli wameharibika.